Mwananchi kwanza anawajibika kisheria kufuatilia miradi ya maendeleo. Kwa namna gani? Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ile ibara ya 27 kifungu kidogo cha kwanza na kifungu kidogo cha pili, katiba ya mwaka 1977, nadhani wakati ulikuwa bado hujazaliwa. Inatoa wajibu wa kila mwananchi kulinda rasilimali za umma kwa kupinga vitendo vyote vya uharibifu na ubadhirifu. Kwa hiyo katiba hii kama inavyotamka inamtaka mwananchi afanye kazi hiyo ya kuilinda, lakini pia kuiendeleza kama taifa. Kwa sababu tunapokuwa tunailinda alafu yenyewe inatusaidia, mwisho wa siku inatusaidia kuendelea kiuchumi kama taifa. Lakini pia wananchi hao ndio wenye maamuzi ya hatima ile miradi. Kwa hiyo mwananchi asipojua wajibu wake, automatically miradi inaweza ikawa mingi sana katika maeneo yetu, lakini baada ya hapo ikaharibika kwa haraka zaidi, kwa sababu anayetakiwa kuilinda hajui jukumu lake au hajui wajibu wake. Kwa hiyo kama tukatoa elimu kwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakajua wajibu wao kikatiba, kwa sababu Tanzania inaongozwa, sheria mama ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo sheria hii au katiba hii ikifuatwa na kila mwananchi akajua wajibu wake, ina maana sheria nyingine zote zitakuwa ni rahisi sana kuzitekeleza. Ingawaje kwa sheria ya kuzuia kupambana na rushwa na yenyewe inaweka wazi kabisa kwamba kila mwananchi anatakiwa kuilinda miradi hii kwa kuepukana na vitendo vya ubadhirifu. Kwa kuna sheria ya kuzuia kupambana na rushwa na kuna sheria nyingine za kanuni ya adhabu. Zote zinamtaka mwananchi kuilinda miradi ya maendeleo na kuifuatilia. Kwanza ule mchakato wa fedha zinapoletwa na kule zinakotokea. Mfano, tukija kwenye miradi ya elimu, kwamba fedha zinatoka hazina na msimamizi wake ni TAMISEMI, kwamba tumeletewa milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya. Kwa hiyo kuanzia fedha zinapoletwa, zinapofika katika shule husika, pale mwananchi anatakiwa apewe taarifa. Anapewa taarifa na nani? Na uongozi wake ambao ni serikali ya mtaa au kijiji, ambao wao wanatokea huku kwa mkurugenzi. Kwa hiyo wanapopewa taarifa, tumeletewa milioni 500 kwa ajili ya kujenga madarasa 6, sijui kujenga nyumba ya mwalimu, kujenga 1 2 3, mwananchi akianza kushirikishwa, wajibu wake unaanzia pale. Kwa nini? Utakuwa na mchakato wa kumpata fundi. Wanatangaza ile tenda, wanapata mchakato wa kumpata fundi, kufungua. Lakini wakati wanapotangaza, ina maana wananchi nao watakiwa upewe elimu kwamba na wao pia wanawajibika kuomba kama ni kazi za ujenzi. Lakini pia wakati wakishampata fundi kwa mchakato ambao ni wa uwazi kabisa kama sheria inavyotaka, baada hapo mwananchi pia huyu atashirikishwa kwenye kazi za mfano kusafisha lile eneo atakapotaka kujenga. Yote hiyo nataka kuonyesha ile ownership, yani ule umilikishwaji wa wananchi kwamba huu ni mradi wetu. Wanapoanza kushirikishwa kuanzia ngazi ya chini, wanasafisha lile eneo, wanakaa kwenye mikutano mbalimbali, wanapewa elimu, kamati zinaundwa, kamati ya manunuzi ya vifaa, kamati ya ujenzi, kamati ya mapokezi ya vifaa. Yote hiyo ni njia ya kumshirikisha mwananchi, alafu mwisho wa siku huyu mwananchi anajua kinachoendelea katika eneo lake au katika mtaa wake. Na wanapoanza pia ujenzi, zile hatua za kila siku, mfano fundi ameanza kujenga, lazima wamwagie ukuta, lazima waangalie mafundi wanaofanya kazi pale. Kwa hiyo anaposhirikishwa kuanzia awali, hata mwananchi akiona fundi anaiba simenti, mwananchi anaona fundi anatakiwa kumwagilia ukuta, hafanyi hivyo. Kwa hiyo ina maana huyu mwananchi kikatiba anawajibika kuangalia na kuhoji kwa nini ujenzi huu haufuati utaratibu kama 1 2 3. Na sisi kwetu TAKUKURU tunawajibika kufuatilia ile miradi kuanzia fedha zinapoletwa mpaka mradi unapokamilika. Na tunatoa elimu kwa wananchi ili wajue wajibu wao ni upi, wanafuatilia kwa namna gani. Au wao wananchi hawezi kufuatilia kama TAKUKURU tunavyofuatilia. Sisi tunaenda mbali zaidi, lakini ile macho yao yanavyoona kila siku, wanahoji, mbona hatujashirikishwa hapa? Mbona hapa hatuoni tunatakiwa tununue vifaa hiki 1 2 3, lakini mbona taratibu huu haujafuatwa? Kwa hiyo ushirikishwaji huu unamfanya mwananchi aelewe kinachoendelea katika mtaa wake au katika kijiji chake, lakini baada hapo anakuwa na ujasiri wa kuhoji taratibu pale zinapokuwa hazijafuatwa. Lakini pia kuulinda, anaufuatilia, anauangalia kila siku na kuulinda pale mradi ambapo unakuwa umeshakamilika.
kwenye matumizi. Sasa kwa sababu gani? Ipo dhana potofu inayosema kwamba rasilimali za umma au miradi hii ya umma haina mwenyewe, au wengine wanasema kwamba ni ya serikali tu, mimi sihusiki kwenye jambo lolote. Hapana, nani ni mtumiaji yule miradi? Mfano sasa hivi tunapoletewa mradi, mfano kuna mradi wa ukamilishaji wa madarasa 2 na nyumba ya mwalimu kwenye shule ya msingi Ibasa kwenye kata ya Ndevelo, sasa hivi unakamilika. Na TAKUKURU tumefuatilia ule mradi. Hatuwezi kusema kwamba ule mradi atakuja Mheshimiwa Rais kutoka kule aliko kuja kusoma pale au mtoto wake atasoma pale. Lakini watakaosoma ni wanani? Ni watoto wetu sisi waliopo katika kata ya Ndevelo. Kwa hiyo tunapokuwa tuna mwananchi wa pale Ndevelo anajua wajibu wake na mradi ukakamilika, wananchi wakapewa elimu kwamba sasa mradi umekamilika, tuna madirisha mazuri ya aluminium, tuna tiles, sasa ni nani wa kuulinda? Wananchi, je, watoto wanacheza karibu na majengo yale, wakacheza wakapiga mpira, kioo kikapasuka, tutasema Mheshimiwa Rais, kwa nini hujatufanyia hivi? Ni sisi ambao tunatakiwa tuilinde. Kwa hiyo kisheria mwananchi anawajibika kufuatilia kuanzia fedha zinapoletwa mpaka ukamilishaji wake na kuulinda. Lakini pia kuna sheria ya the local government ya mwaka 2002 kifungu cha 105 kifungu kidogo cha pili chenye kinataka viongozi wa mitaa na vijiji kusoma taarifa ya mapato na matumizi kila baada ya miezi 3. Kwa hiyo ina maana tunaenda kwenye zile kota January, March, April, May, April, June, alafu mwezi wa 7 wa 9. Kwa hiyo ukisoma taarifa hizo, kama kuna miradi yote inatekelezwa katika maeneo yao, ina maana mwananchi atajua, atapata taarifa. Na ile taarifa ukishaisoma, wanatakiwa kubandia kwenye mbao za matangazo. Kwa hiyo taarifa hiyo mpato na matumizi itaonyesha pia serikali imetuletea fedha kiasi shilingi 500 kwa ajili ya kujenga shule mpya. Na mchakato wa kumpata fundi umefuatwa 1, 2, 3. Kama zabuni namna kupata zabuni ile au kumpata loko fundi, utaratibu ni huu. Kwa hiyo ile mchakato wa kupata taarifa, mwananchi pia ana njia ya pili hii ya kupata taarifa kutoka katika mikutano hii, kama sheria ya the local government, sheria za serikali za mitaa inavyotamka wazi. Lakini sasa bahati mbaya viongozi wetu katika mitaa, katika vijiji huwa wasomi hii taarifa. Lakini nashukuru sasa hivi mkurugenzi wa manispaa ya Tabora kupitia afisa utumishi sasa hivi wanafuatilia kila activity inayoendelea katika mitaa na vijiji kwenye kata zote zile 29. Kwa hiyo sasa hivi wanapoingia asubuhi ofisini, baada ya kusaini wanaenda kwenye mitaa na kata au mitaa na vijiji katika kata zetu. Kwa hiyo kule kama kuna miradi ya maendeleo inayoendelea, wananchi wanashirikishwa, wanapewa elimu. Kwa hiyo sasa hivi tutafikia hatua ya kusema kwamba kila mwananchi katika kata au kila mwananchi katika kijiji au mtaa anajua shughuli zote za maendeleo zinazoendelea katika mtaa wake, na kama anazijua anafanya nini, kwa atakuwa na uwezo wa kuhoji. Na sisi hapa karibuni mwezi wa 3 tulihudhuria zile semina ambazo zilikuwa zinatolewa kwa viongozi wa mitaa, kwa viongozi wa kata, mitaa na vijiji katika kata husika. Kwa hiyo waliandaa klasa tofauti tofauti na sisi tukaenda kutoa elimu kwao, na tukawaambia kabisa kwamba sheria inawataka kufanya mikutano, sio ombi, ni sheria inavyotaka kufanya mikutano kila baada ya miezi 3. Na hii mikutano itasaidia kuondokana vitendo vya rushwa, si tu kwenye miradi ya maendeleo, lakini pia kwenye mambo mbalimbali yanayoendelea katika mitaa yao au vijiji vyao. Kwa hiyo kwa haraka mwananchi anawajibika moja kwa moja kufuatilia miradi ya maendeleo kisheria au kikatiba. Na yeye akijua wajibu wake na akajua kuilinda, tutaepukana vitendo vya rushwa. Na sisi TAKUKURU tumesema, kama nilivyosema awali, tunawashirikisha siku kwa siku na tunatoa elimu kwao. Na hata zile kamati za ujenzi zinapoundwa kwenye vijiji au mitaa, ile kamati ya ujenzi, kamati ya manunuzi, kamati ya mapokezi, tunatoa elimu kwao pia ili wajue wajibu wao. Tunaondokana ile dhana kusema kwamba jengo linajengwa, mwalimu mkuu ndiye atakuwa kusimamia na kamati zake au wananchi wa pale watafanyaje? Je, wana utaalamu wataupata kutokana na ile elimu wanayopewa. Lakini moja kwa moja msimamizi anakuwa ni engineer kutoka halmashauri ya manispaa anayeendelea kufuatilia mradi kila siku, anakuwa mshauri ule mradi. Kwa hiyo kwa kifupi ninaweza kusema hayo. Karibu. Okay, asante sana. Sasa
Iwapo mwananchi atagundua dalili za ubadhirifu au rushwa kwenye mradi, anatakiwa kuchukua hatua gani? Cha kwanza kabisa, yeye hana uwezo wa kisheria kumkamata yule mtu. Naam. Kwa hiyo anatakiwa kutoa taarifa kwa mamlaka husika ambayo ni taasisi ya kupambana na rushwa. Ipo sheria inayomlinda mtu wa taarifa. Na sheria iko wazi kabisa, inabidi mtu wa taarifa. Lakini tunachoomba pia wananchi, sheria inapokulinda na wewe pia wewe wa kwanza kujilinda. Mara nyingine mwananchi anakuja TAKUKURU kutoa taarifa au anapiga simu. Baada hapo anampigia shosti wake au anampigia rafiki yake. Wanahadithiana. Nimeenda TAKUKURU bwana, nimetoa taarifa 1 2 3. Utaona tu, watakuja hapa. Na kweli mara baada ya siku moja unaona gari la TAKUKURU liko pale, tunazunguka tunafuatilia ule mradi husika. Unadhani madhara ya kwanza atapata nani? Ni yule ambaye ametoa taarifa, kwa sababu yule kamwambia yule naye hawezi kukaa kimya. Na wakati tukisha tuona tumeshafika pale, ina maana kuna kastori fulani kataendelea haraka, fulani alienda. Mwisho wa siku wananchi wengine wanaanza sasa kumuogopa huyu, kwamba huyu bwana huyu akijua tu jambo lako anakimbia wapi? TAKUKURU. Kwa hiyo sheria inamtaka yule anayetoa taarifa kwetu au kwanza kujilinda na kutoa ile taarifa kwa mtu mwingine. Kwa hiyo katika swala zima la miradi, mwananchi anatakiwa kukemea vitendo vya rushwa. Na kukemea kwa namna gani? Ndio hivyo, kutoa taarifa. Na wewe moja kwa moja kama tunavyosema, unatakiwa kujilinda wewe mwenyewe, kutotoa ile taarifa kwa mtu mwingine. Na ndio maana tunapoenda kule kutoa elimu, tunaacha namba zetu pia za simu. Kuna simu ya bure ile 113, au anaweza kufika ofisini kwetu, kwa sababu kama kuna tukio la ubadhirifu linaloendelea kule au wizi, akisema aanze kufuatilia njia ndefu ya barua, inawezekana hapo katikati tukapoteza ushahidi. Kwa sababu tunafanya hivyo kuweza kudhibiti ile tukio lisiendelee. Lakini kama tumeona sasa kuna hali kubwa ya wizi umetokea, ubadhirifu umetokea, tunafanya uchunguzi. Na mwisho wa siku watuhumiwa wanaweza kufikishwa mahakamani. Sasa katika yote hayo, mwananchi anatakiwa kutoa taarifa kwetu sisi. Ikiwezekana kwa baba amefika engineer pale au watu wa kutoka halmashauri ya manispaa wafika pale, anaweza kutoa elimu au kutoa taarifa kwao. Lakini mamlaka husika sana, mamlaka inayotakiwa ni sisi TAKUKURU, kwa sababu tunapozungumzia vitendo vya rushwa au wengine wanaweza wasielewe namna ya kuchukua hatua inayotakiwa moja kwa moja. Kwa hiyo unasemaga mzigo mzito mpe Mnyamwezi. Katika masuala ya rushwa, wewe mpe tu TAKUKURU.